Naitwa Emmanuel Ambrose Mkalapa, mwenyekiti wa shina namba 4 mtaa wa Mjole Juu, kata ya Buyuni. Haya mahafali yamekuwa muhimu sana, lakini yameleta taswira mzuri kwa jamii. Imepokea wito kutoka kwa serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Chama cha Mapinduzi iliona namna wawezaje kusimamia jambo hili, kuhakikisha kwamba vijana wanapata haki yao ya kimsingi, kupata elimu, ujuzi, mpaka anafika mahala anaunda wizara ya vijana. Ni baada ya kuona kwamba umuhimu wa sasa kwa vijana, nini wanahitaji au vijana wanataka kuwa nani. Asante. Siku ya leo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia afya tele na kuweza kufika katika mahafali haya ya chuo cha ushirika intake ya 11. Na kikubwa kilichonivutia katika chuo cha ushirika ni namna ambavyo wanawawezesha vijana wa Kitanzania kupata elimu na maarifa na ujuzi kwa vitendo katika kada mbalimbali ambazo zinagusa maisha ya Tanzania wote kwa ujumla. Ajira zinapochelewa, waende wakajiajiri wenyewe, wakawe waanzilishi wazuri, lakini pia wakatengeneze ajira katika namna mbalimbali ambazo zinawafaa kadri ya mafunzo na ujuzi mbalimbali walioweza kuupata. Tushukuru serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwa imeweka mazingira rafiki kuwawezesha vijana, kama tunavyoona katika chuo cha ushirika, vijana mbalimbali kutoka katika familia mbalimbali zisizojiweza, lakini pia hata wale walemavu wa ngozi, walemavu wa aina mbalimbali kuweza kupata mafunzo haya kwa kusaidiwa na pia kwa taasisi na watu na jumuiya mbalimbali zenye mapenzi mema kuendelea kuchangia ili waweze kupata mafunzo na ujuzi kutoka katika chuo cha ushirika. Hii itawawezesha kujikomboa kiuchumi, kukomboa familia zao, lakini kubwa kuliendeleza taifa letu katika kupambana na umaskini na kuhakikisha watu wote wanapata ajira. Vijana hasa ambao wanatoka kwenye sehemu mbalimbali wapate ajira, waweze kujiajiri. Hii itapunguza uhalifu, itapunguza jamii ambayo inakaa kwa kulalamika na kutokuweza kupata chochote cha kufanya. Kwa majina naitwa ndugu Magoye Luchagura Machela, ndiyo mkurugenzi wa chuo hiki cha ushirika Vocational Training Center kinachopatikana Buguruni Marapa. Chuo hiki kimeanza mwaka 2022 kikiwa na makusudi ya kuhakikisha kinakomboa vijana katika elimu ya ufundi. Na hii leo jumla ya vijana waliohitimu ni vijana 120 ndio waliohitimu katika chuo hiki cha ushirika kwa kada mbalimbali. Halikadhalika vijana hawa baada ya kuhitimu leo tutawapeleka katika maeneo mbalimbali ya kujiendeleza elimu ya ufundi, ikiweko maeneo mbalimbali kule Zanzibar, kule Tanga, hapa Dar es Salaam na kwingineko mikoa ya jirani. Tukipeleka kwa kada ya hoteli, mafundi umeme, vijana tutaingiza katika maofisi mbalimbali ya serikali kwa ajili ya kujifua, kwa ajili ya kujiendeleza kwa zaidi ya miezi 3. Lengo ni kwenda kuwapeleka kwenye soko la ajira. Chini ya vijana 1700 na kidogo wameajiriwa toka kuasisiwa kwa chuo hiki. Wengine vijana wamejiajiri si chini ya vijana 800. Kila sababu ya kushukuru serikali kwa kuendelea kusisitiza. Mheshimiwa Waziri mstaafu aliwahi kusisitiza mwaka jana kuhusiana na vijana waliomaliza vyuo vikuu. Wengi wanakuwa bado hawajaingia kwenye mfumo wa ajira rasmi, lakini waweza kuingia kwenye vyuo vya vocation, vyuo vya ufundi kwa ajili ya kuchukua taaluma ya ufundi kujumulisha na elimu zao na kwenda kuinua vijana wengine. Kwa upande wa Wizara ya Vijana, Mheshimiwa Waziri namuomba sana akazie kwenye elimu ya ufundi stadi katika vijana walioko maeneo ya mitaa, maeneo ya mazingira mbalimbali, waweze kuingia kwenye stadi katika vyuo mbalimbali, watajikomboa. Kwa majina naitwa Elmaria Jacobo Dafi, ni mwanafunzi wa chuo cha ushirika hapa Dar es Salaam. Mimi binafsi ni mwanafunzi ambaye nimebobea katika kozi ya clearing and forwarding. Ni kozi ambayo inahusiana na mambo ya bandarini, kuagiza mizigo kutoka nchi za nje na kufikisha hapa katika bandari ya Dar es Salaam na kuisafirisha katika nchi ambazo hazina bahari. Ninaitwa Baba Mchungaji Sparam Cuthbert Mwambe. Mimi ni mhitimu wa chuo
chuo cha ushirika training center ambacho kiko hapa Dar es Salaam Buguruni Marapa, St. Max College ama St. John's College. Taaluma niliyosomea ni umeme, na ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ilikuwa ni shauku nilionayo kwa kipindi kirefu, pamoja na kwamba ninahudumia jamii kwa njia ya katika imani, na nimekuwepo hapa. Nimekutana na walimu wabobezi ambao wamenipa taaluma, na kwa sasa nina uwezo mkubwa hata pale kanisani kwangu. Kama kuna changamoto ya umeme, basi wakati mwingine naondoa majoho, ninaweza kusolve hizo problem. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.